Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndiyo leo, ndiyo mwanzo, ni vyema sana kufuatilia kipindi hiki mpaka mwisho na vipindi vilivyopita mpaka mwisho. Utapata kitu. Tuko katika nyakati za mwisho zilizotabiliwa katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, inavyoeleza siku zinakuja ambazo Roho wa Mungu atamiminwa duniani kwa watoto, kwa wazee, kwa wamama, kwa watu mbalimbali. Watapata maono ili kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Maana kabla ya kuja Yesu Kristo lazima aongeze nguvu ya kutangaza. Na sasa kanisa la Mungu limeshavuka mipaka, limeingia mpaka huku mtaani, limeingia sokoni, limeingia mtaa hadi mtaa. Kila chocho injili inahubiriwa, ili parapanda itakapofika kusiwepo na kisingizio, kama jinsi ilivyokuwa tu kipindi cha Nuhu. Nuhu alipewa wakati wa kuhubiri na kuambia watu wabadilike, na muda ulipokaribia alienda akapiga mbiu watu waingie kwenye safina. Lakini kwa sababu watu walichukulia poa, kwa sababu mwanadamu siku zote amekuwa ni mpumbavu, mjinga, ni kama mtoto mdogo, walipuzia, akaingiza wanyama, akaingiza familia yake, na alipomaliza Mungu akaweka komeo. Ndipo gharika ya maji ikashuka kutoka chini na mbinguni. Baada ya hapo watu wakapata ghadhabu kubwa, lakini si kwamba Mungu aliwaadhibu, bali walijiadhibu wenyewe. Hata sasa tuko katika nyakati hizi kwa ajili ya kuhubiri injili. Watu tunapata maono. Lengo ni moja tu, ili watu wapate kupona, ili watu wapate kuokolewa. Na leo tuko katika somo linalohusu muundo wa mwili wa Yesu Kristo. Muundo wa mwili wa Yesu Kristo huu unahusu vipengele 4. Yesu Kristo kama tunavyojua ndiye kichwa. Miili yetu amefanyika kama connector, yani ametupatanisha sisi na Mungu. Na Mungu ni roho, maana Mungu ni roho ambayo inafanya kazi na watu. Ndio maana tunapokuja kusema Yesu Kristo ni Mungu na ni mwana na ni mwanadamu kabisa. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia huu muundo, una vipengele 4 vya msingi kabisa ambavyo tutapata kuvijua. Muundo wa mwili wa Yesu Kristo, kama tunavyojua, mwili wa Yesu Kristo umeundwa na viungo vingi sana. Mfano wake ni kama jinsi mwili wa mwanadamu. Viungo hivyo vya msingi viko kama 4 tu,
ambavyo vimeshikamanishwa na kufanya mwili wa Yesu Kristo upate kustawi na kufanya kazi na watu. Fumbo hili ni gumu sana, na wale wenye Roho Mtakatifu tu ndio wanaweza kulijua, lakini watu wa mwilini wanaotumia sayansi hawajawahi kulijua. Na ndio maana tunapokaza kuhubiri injili hii, lengo watu wapate kuokolewa. Viungo hivyo tunavijua sana, lakini bila macho ya rohoni huwezi kuvitambua. Kumbuka, Yesu ni neno. Yesu ni neno, na hakuna kitu chochote kilichofanyika pasipo neno lake. Maana yake hapo tunarudi kuwa sasa Yesu ni mwana na ni Mungu pia. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na 14, kwa ufupi nitasoma kwa ufupi sana, lakini sura hii ya 1 ukiisoma mara ya 1, ya pili, ya 3 utapata maelezo mazuri, na ukimwomba Roho Mtakatifu sio mchoyo, atakuelekeza kwa kina na utapata kujua fumbo hili. Inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Unaona, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Unaona, lakini mstari wa 14 tunapoluka pale inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Huyo anazungumziwa ni Yesu. Umeona, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana. Kama wa mwana. Tunajua neno kama linavyotumika ni kitu ambacho sio dhahiri, lakini ni mfano. Kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Unaona, kwa hiyo Yesu ni neno, lakini bado ni mwana. Lakini ukisoma pale mwanzo, ndiye Mungu. Mungu, kumbuka, hana umbo. Mungu ni roho, lakini Mungu tumepata kumjua sura yake kupitia Yesu. Maana yake alijifanya kama mwanadamu, lakini siye mwanadamu, ili tupate kumuona dhahiri Mungu jinsi alivyo. Kumbuka, shetani hana umbo. Shetani naye alijifanya akateka madhabahu ya nyoka, na nyoka akapata kuingia Eva akapata kula tunda kwa uongo, na shetani tukapata kumuona kupitia nyoka, na baadaye Adamu na Eva, shetani akadhihirika jinsi alivyo picha yake, lakini umbo lake hakuna mtu anayemjua kwamba ana umbo fulani. Tunajua shetani, lakini katika ulimwengu wa roho tunavyojua Mungu na shetani, Mungu ni power inayotenda kazi katika ulimwengu wa roho, inayohusu nuru, ukweli wote kuhusu uumbaji, na shetani tunasema ni power inayohusu giza. Huyu shetani anawakilisha na giza, na huyu Mungu anawakilisha na nuru. Lakini Mungu tumepata kumjua kupitia Yesu Kristo, na shetani tumepata kumjua kupitia nyoka, na baadaye mama yetu wa kwanza kabisa Eva. Viungo vya mwili wa Yesu kama tunavyojua vipo 4. Cha kwanza ni mtu, yani mwanadamu. Mwanadamu huyu, maana mwanadamu ameshikamanishwa na Yesu Kristo, kwa sababu tunapomsoma Yesu Kristo maana yake ni Emmanuel, Mungu pamoja na mwanadamu. Waefeso 5 mstari wa 29 hadi 30 nasema, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote pale, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Sisi wanadamu wote tu viungo vya Yesu Kristo. Ndio maana unapoenda kuisoma injili ya Yesu ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 31 hadi 46, inaeleza jinsi hukumu ya mwisho itakavyokuwa. Yesu atakapoyakusanya mataifa yote, ndipo atawachambua watu
kama kondoo na mbuzi. Na hapo ndipo ataanza kutumia maneno 6. Atawaambia nilikuwa na njaa, nilikuwa na kiu, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa kifungoni. Na wale waliofuzwa atamwambia ni lini Bwana? Akasema mmoja wa wale wadogo kabisa mliowafanyia nilikuwa ni mimi. Ndio maana tunaposema Yesu Kristo amejiungamanisha kupitia watu, mtu ni Yesu. Maana mtu nikimtendea jambo baya unamtendea Yesu, na ukimtendea jambo baya Yesu unamtendea Mungu. Kiungo cha mwili wa mwanadamu ni Yesu. Tukienda tena kiungo kingine cha Yesu Kristo ni familia. Familia ndiyo kiungo pia kingine cha muhimu sana ambacho kinamzungumzia Yesu. Waefeso 5 mstari wa 31 hadi 32 inasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Maanake tunapozungumzia mwanadamu ni Yesu. Maanake baba na mama wanapokutana kutengeneza familia, hapo tunamuona Yesu katika umbo la familia. Kumbuka familia kabisa ya kwanza ililetwa na Mungu, na huyo Mungu alikuwa bado hajadhihirika umbo lake. Alianza na wazazi wetu Adamu na Eva, akawapulizia pumzi, wakapata kuishi, nao walikuwa ni udongo. Hapo ndipo connection ilianzia hapo, na mpaka sasa iko hai, inadumu hata ukamilifu wa dahari. Kiungo kingine cha mwili wa Yesu Kristo ni kanisa. Kanisa tunalijuaje? Kanisa linalozungumziwa hapa sio lile jengo lililotengenezewa madhabahu. Kumbuka Yesu Kristo hayo aliyapinga mapema sana. Kitabu cha Yohana au Injili ya Yohana sura ya 4 inaeleza haya mambo kuanzia mstari wa 20. Pale alipomkuta mwanamke Msamaria, akamwambia nipe maji. Ile habari ilienda mpaka kafikia Yesu Kristo, akawaambia kwamba Mungu anatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Maana nyie mnaabudu katika mlima huu na katika hekalu hili, lakini sio, siku zinakuja hamtamwabudu Mungu kule Yerusalemu wala kwenye ule mlima, bali mtamwabudu katika roho na kweli popote pale. Maana yake ni nini? Alimaanisha kanisa. Kanisa ni mtu, maana yake roho ya mtu ndio hekalu la Mungu, ndio kanisa. Kwenye kanisa kuna aina 7 tu za makanisa duniani kote ambayo yanatambulika katika sheria ya mbinguni, na hayo makanisa tunayakuta katika Ufunuo 1 mstari wa 20. Siri ya zile nyota 7 inasema, siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Ile habari alimpa ufunuo huu Yohana ili apate kujua siri za ufalme na ziwe hai mpaka leo, ili tupate kujua namna Mungu alivyotuweka sisi katika makundi, lakini ni namna gani jinsi tulivyoshikamana na Mungu. Maana Yesu alipozaliwa au Emanueli alitufanya tuwe kitu kimoja na Mungu. Kumbuka mwanzo tulikuwa tumefarakana na Mungu. Baada ya kutenda dhambi, Mungu akagairi. Yesu alipokuja akaitwa Emanueli, akatufanya wanadamu kuwa Mungu pamoja na wanadamu. Ndipo habari inaanzia hapa, na kanisa lililozungumziwa hapa utaliona katika Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 19 nasema, hamjui kwa kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho? Hekalu la Roho maana yake ndiyo kanisa Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hivyo hekalu ni kanisa, na kanisa ni hekalu, na hekalu ni mwili wa mtu, na mtu ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo. Maana yake miili yetu hii imefanyika kuwa hekalu, imefanyika kuwa kanisa la Roho Mtakatifu,
na Mungu anatafuta roho, hatafuti yale majengo tunayoyajenga kwa thamani kubwa sana. Tunamjengea Mungu kanisa. Kumbe kanisa tunalotakiwa kulishughulikia sisi katika Agano Jipya ni roho. Kumbuka Yesu Kristo katika Agano Jipya ameshughulika na roho. Hatuoni popote amejenga kanisa kama Agano la Kale tunavyoona wafalme. Mfalme Sulemani alimjengea Mungu hekalu, lakini Yesu alikuja kushughulika na roho. Ndio maana tunaona Yesu alikuwa anafanya mahubiri popote pale, akifika anaabudu na watu, iwe mlimani, iwe baharini, kando kando ya bahari, alihubiria watu, maana alijua ninachokitafuta ni roho, wala sio matofali, bati na mbao, kama jinsi watu ambao bado hatujafumbuliwa vizuri macho tunahangaika na majengo, tunashindwa kuhangaika na roho za watu zilizoumia na kuziokoa zipate wokovu. Na tunahisi tunapojenga makanisa yenye marumaru mazuri, yenye mabati ya msauzi, tunafikiri hapo Mungu tumemtendea vizuri, kumbe hatujaenda kwenye hit point. Yesu alikuja akashughulika na roho. Ndio maana wakati anazungumzia kuhusu dhambi alisema, mwanamke ukimtazama ukamtamani, umekwisha kuzini naye katika roho. Yaani dhambi imefanyika. Ndicho alichokuja kufanya Yesu Kristo, na bado akasema ukimnyoshea mtu kidole umeshamhukumu na unatakiwa toba. Manake tayari roho imeazimu kutenda mabaya. Unaona? Kwa hiyo kanisa lililozungumziwa katika Agano Jipya ni miili yetu. Hii ndiyo hekalu ya Bwana, na hii miili yetu ni sehemu ya mwili wa Yesu Kristo. Hii sehemu ya tatu. Sehemu ya nne ambayo pia ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo ni karama. Karama hizi ni kipawa cha kutenda kazi katika kujenga ufalme wa Mungu. Ndicho ninachozungumzia. Kumbuka hapa kuna watu wanaweza wasinielewe vizuri. Kama umenifuatilia vizuri, nasema Yesu ni neno, na neno la Yesu, hakuna jambo lililofanyika dunia hii pasipo neno lake. Yaani lolote liwe la mauti, liwe la namna yoyote ile, tunapolitenda tunatenda kazi ya Yesu na ni Mungu pia. Rejea Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3 hadi wa 5, inasema, kwa hiyo na waalifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule yule. Unaona? Kwa hiyo karama zilizozungumziwa hapa ni huduma na vipawa vya watu ambavyo wanavyo vimeshikamanishwa na Yesu Kristo, kwa sababu vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Na vipawa hivyo ni uimbaji, utume, unabii, uchungaji, uombaji, kuomba kwa ajili ya watu wapate neema, utoaji ni kipawa, ulezi, namna ya kulea ni kipawa, ujenzi, ualimu, ulinzi na kadhalika. Kwa hiyo mwili wa Yesu Kristo umeundwa na vitu vinne au viungo vinne vya msingi, ambacho cha kwanza ni mtu husika, mimi kama huyu. Lakini kitu cha pili, familia, baba na mama na watoto. Tunapokutanika hapo tunamwona Yesu Kristo katika umbo la familia. Na kanisa au hekalu. Kanisa au hekalu, hatuendi kuangalia msalaba uliotundikwa juu ya jengo. Tunaenda kuangalia washirika waliomo mle, namna jinsi wanavyoshiriki matendo. Ni hekalu la Yesu Kristo na ni kiungo cha Yesu Kristo. Na katika kanisa hapa au hekalu kuna makanisa 7 mle yameunganika na roho 7 za Mungu.
ndipo tunamkuta pale. Lakini pale kwenye karama tunakutana na karama, utume, unabii na kunena kwa lugha, ziko hapo hapo, zote katika ushikamanisho wa Yesu Kristo, na hivi vyote vimeufanya mwili wa Yesu Kristo uonekane, lakini lengo ni moja. Yesu Kristo ametupatanisha, lengo apate kutuunganisha tuwe kitu kimoja, roho mmoja, imani moja. Asanteni sana. Usikose sehemu inayofuata. Tutaingia kwa undani kuchambua makanisa, tukianza na mtu, tukija kwenye familia, tunakuja kwenye makanisa na roho saba za Mungu, na tunakuja tunamalizia na karama. Ewe mtu wa Mungu unayemtafuta Mungu kwa juhudi, pengine unajua lakini nina kitu ambacho inawezekana huna, tutapata kushare yule utakayenifuatilia mpaka mwisho ili tupate kuokolewa. Hakuna mwanafunzi ambaye ni mzuri asiyekuwa na tuition nyingi, asiyekuwa na bidii kujisomea. Kwa hiyo hata sisi nyakati tulizo nazo, pamoja na madhehebu yetu na misingi ya dini, tunatakiwa tuvuke, tutafute namna ya kuifikia kweli. Maana hata sasa watu wanasali sana, lakini bado dhambi iko pale pale, uuaji uko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu hatujaifikia kweli. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Karibuni kipindi kinachofuata, tutakuwa pamoja na Mungu atusaidie tufikie malengo. Amina.